cha Mapinduzi, nchi ingekuwa wapi? Bila Chama cha Mapinduzi, nchi ingekuwa wapi? Bila Chama cha Mapinduzi, nchi yetu ingekuwa wapi? Bila Chama cha Mapinduzi, nchi ingekuwa wapi? Chama cha Mapinduzi, Dr. Mwinyi. Kadri siku zinavyozidi kwenda mbele na Zanzibar inazidi kukua kimaendeleo, huu ni uongozi unaoacha alama. Mtazamaji, leo hii nimepata nafasi ya kuja kutembelea, kuangalia hali ya ujenzi unavyoendelea, barabara ambayo inatoka Mazizini mpaka Fumba. Mtazamaji, utajionea mengi, maajabu makubwa ambayo rais wetu wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi ameamua kuyafanya kuhakikisha kuwa Zanzibar inazidi kukua. Rais Mwinyi anaendelea kuacha alama kila kona. Nimeshangazwa na utekelezaji wa mradi wa barabara ambayo inatoka Mazizini mpaka Fumba katika kiwanja cha Afcon. Haya ni matokeo chanya. Tutapata nafasi ya kuzungumza na wananchi, kupiga nao story, tujue nini hasa wanataka kumwambia rais, tukifahamu ya kuwa Dr. Mwinyi amekuwa na kasi kubwa kuhakikisha kuwa Zanzibar inazidi kukua kimaendeleo. Jina langu Othmani Ali, nyuma ya kamera yupo ndugu yangu Ahmed ambaye huyo anafanya kazi ya kuangazia sehemu zote kuhakikisha kuwa mwananchi anapata kuona maendeleo ya Dr. Mwinyi. Lakini pia mtazamaji, kama bado hujasubscribe, nikuombe usubscribe channel yetu ili uwe wa kwanza kupata kila taarifa mpya. Chama cha Mapinduzi. Jina langu Mwanahija Juma Musa, natokea katika kijiji cha Bweleo, wilaya ya Magharibi B. Namshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu Hussein Ali Mwinyi kwa kutuletea maendeleo mbalimbali ikiwemo la ujenzi wa barabara. Barabara hii itatusaidia katika mambo mengi. La kwanza, tutapunguza msongamano wa magari katika hii njia yetu. Kutokana na huku kuna bandari, magari yale makubwa yanapita, magari madogo. Kwa hiyo ikipanuliwa barabara hii, kwanza tutapunguza hata maajali katika ishe hii. Na pili, watu hatakuwa rahisi kufanya biashara kutokana na vile barabara ni nzuri. Pia kina mama watafanya biashara ndogo ndogo, watu mabodaboda, watu watapata ajira na mambo mbalimbali. Kabla ya kuwepo barabara hii barabara yetu ya zamani ilikuwa nyembamba na magari yanayopita ni makubwa. Kaza kulikuwa kuna msongamano wa upishano. Pia habari ya usafiri ilikuwa tabu. Usafiri ulikuwa mgumu kutokana na njia yetu ilikuwa nyembamba sana. Pia kwenye masuala ya ajira, vijana walikuwa wa bodaboda sio wengi kutokana na njia mbaya, watu huku hawafiki. Lakini sasa njia imekuwa nzuri, unaenda masafa mara moja, unaenda sehemu mjini mara moja, unaenda na kurudi. Jambo alilolifanya Mheshimiwa Rais liloteka moyo wangu ni hii blue economy. Kuja huu kwa uchumi wa blue, kuwanyanyua kina mama katika vilimo vya mwani, ufugaji wa matango bahari, na pia kupandisha thamani ya hivi mambo ya baharini. Ndio kitu kilichonifurahisha sana sana sana. Pia kina mama wameinuka kiuchumi kwa kupitia hii blue economy. Hicho ndio kitu kilonifurahisha sana. Watu wanaobeza, mimi naona hawajafahamu kitu ambacho ukiwa hukifahamu utakibeza, lakini huko mbele watajua mbora wa hivi vitu alivyovifanya. Wanabeza kwa sababu kutofahamu, na vile haya maendeleo yanakuja kwa hafla. Kwa hiyo watu wameshtuka, wanashtua. Chama cha Mapinduzi. Kwa jina anaitwa Swaiba Hassan Mlenge, ni mzaliwa wa kijiji cha Bweleo. Awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia, kutuweka katika hali ya uzima na kukujalieni
kutoka mliko katika majukwani, masehemu zenu, kama kazini wenu, maofisini yenu, na kufika katika kijiji chetu. Napenda kutoa shukrani zangu kwa Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kazi kubwa nzuri anayoifanya na yenye kuridhisha kwa 90% mpaka 90% kwa sasa hivi. Na pia nampenda kumpa pongezi za dhati kutoka ndani ya nafsi yangu, katika moyo wangu, kwamba mpaka sasa namkubali kwa jitihada anayoionyesha katika nchi yetu. Nchi ameipanua na kuwa nashukuru kwa kutujengea kwanza barabara. Na hii barabara napendelea hata hawa wasimamizi awasimamie kwa hali nzuri, kwa sababu barabara ni yetu mpaka sasa ni kubwa na yenye kuleta faida na maendeleo ya kutosha. Kwa hiyo nampenda kumpa shukrani za dhati kabisa, na imani kwamba barabara itapotengezeka na itapomaliza ndipo italeta faida tofauti, ikiwemo faida ya kwanza, mji wetu utakuwa wa kimataifa, utakuwa wa kupendeza, utakuwa wa kung'arisha. Na hata swala lazima la usafirishaji litakuwa ni jepesi na muda mfupi. Na vile vile napenda kutoa mapendekezo ndani ya hii barabara, ikimaliza hata kesho, swala la mwanzo atuletee swala la usafirishaji wa magari makubwa, kwa sababu sisi sasa hivi fumba yetu ni bandari huru. Ukatizama huku katika tayari tumejaliwa na vituo maendeleo tofauti. Hasa ukiangalia watu wa Bweleo na Fumba Bimani tumejaliwa na Afrika. Kuna Afrika hapa, wana uwanja wa mpira hapa. Ona, ndani ya uwanja huo patakuwa na msongamano wa watu wengi. Sasa kutanua huku kwa barabara ndipo kutakoendeleza kuleta mafanikio, ambayo mafanikio hayo hayatakuwa kwa rais tu, yatatambaa ndani yani tuseme Afrika nzima. Kwa hiyo napenda kumpa pongezi za dhati, na shukuru kwa dhati kwa uimara wake, kwa ujasiri wake, bila kutojali chochote. Afanye kazi, endelee. Kwa miaka hii hapa sikuwa nategemezi kabisa kama ya Dr. Hussein Ali Mwinyi ataitengeneza barabara, kwa sababu nilitegemea kwamba nimeona mengi ameshafanya kwa kipindi hichi. Ndani ya miaka 5 ameshafanya mengi. Niliona hata kama miaka hii miwili kidogo ataregeza kidogo, alao atpeche pumzi, lakini namuona basi kasi inaendelea. Kasi iko imara na inaendelea na kuendelea zaidi. Kwamba hao wananchi wanaosema Dr. Hussein Ali Mwinyi hana analolifanya ni uongo, nani wanafiki. Kwa sababu hata asomacho haambii tizama, kwa sababu maendeleo yalokuja ni mengi. Na sio kwa tu, hata wao wapinzani wanaelewa kazi ya Dr. Hussein Ali Mwinyi anafanya. Isipokuwa hizi inakuwa tena ni bla bla za mdomo tu, lakini kazi inaonekana. Hata atoke babu zetu walofariki waje sasa hivi ina mabadiliko. Miaka ni michache lakini imeleta mafanikio. Tukiangalia kila pahala, mabarabara, mahospitali, masoko, yani kusema kweli kuko vizuri. Chama cha Mapinduzi. Jina langu Mwatima Juma Mwalimu, mzaliwa wa Bweleo. Sasa barabara yetu ya zamani ilikuwa sio kama hivi, nyembamba. Naona humpembeni mote humo mlikuwa mna mijiti humo. Mezunguka mijiti. Sasa tulikuwa tunangojelea gari wapi? Huko. Kule palikuwa pana mijiti inaitwa misonobari. Ndio tulipokuwa tunakaa, tukangojelea gari, zinakuja gari, tunaingia garini, tunakwenda zetu safari zetu. Mzee wetu anatujengea barabara ya kisasa, sio ya kizamani. Majumba hayo kujengwa. Sasa afanye yepi tena mengine kama si hai? Wanazungumza, wacha wazungumze, tunayaona na wanaona. Chama cha Mapinduzi. Kwa jina naitwa Hussein Isa Sulemani, ni mkazi wa Kombeni. Vile vile natoa pongezi au natoa shukrani kwa Mheshimiwa Rais kwa kutuletea maendeleo ya barabara ambayo imeanza ZDRA
kama walivyoahidi kwamba atatengeneza barabara njia 6, na tunaona maendeleo ya barabara njia 6, mafundo yanaendelea, alhamdulillah rabbil alamin. Mwanzo tulikuwa tuna barabara 2 ambazo barabara hizo 2 ilikuwa changamoto kwamba maendeleo bado yalikuwa hayajafika bado. Barabara ilikuwa nyembamba, na kama unavyoona mji ulikuwa tayari watu wanahamia, magari ni mengi, lakini namshukuru Mheshimiwa Rais hili kaliona hili kwamba barabara ni ameleta njia 6 ambayo ilianza tangu ZRA kule mpaka Fumba. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutuletea maendeleo haya. Mimi kama bodaboda itaniwezesha mambo mengi sana. Kwanza uvutio wa watu, kama nilivyoongea mwanzo, unapoleta maendeleo watu huvutiwa na maendeleo ambayo unawaleta kama kiongozi wa nchi. Halafu vile vile zile changamoto za foleni zile, halafu barabara inayokuja sasa hivi inaonekana ni standard tofauti na hii ya mwanzo. Ni nzuri ya mwanzo, lakini ubora unaokuja ni kwamba tofauti na zile za mwanzo. Mwanzo zilikuwa 2, sasa hivi ni 6. Kwa hiyo itakuwa so akhlabu sana kuharibika. Mimi Mheshimiwa Rais ninachomwambia ni kwamba asichoke, aendelee kuleta maendeleo kama sisi ni Wazanzibari. Maendeleo unapoyaleta na wawekezaji wanazidi kuja. Unapoipamba nchi, wawekezaji wanazidi kuja. Hicho ndio ninachomwombea mimi. Ambao wale tunasikia ambao wapo nchini huko kwamba mtu alikuja 2001 na sasa hivi 2026 anasema mashaallah. Sisi kubwa tunamwambia kheri tu Mheshimiwa Rais, azidi kukomaa. Maneno achana nayo, muhimu ujenge tu nchi imarike. Chama cha Mapinduzi. Kwa jina naitwa Abdurrahman Omar, ni mkazi wa Kombeni. Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu pia, na pia tunamshukuru Rais wa Zanzibar kwa mengi aliyotufanyia, ikiwemo kama sasa tunaona miundombinu ya kila aina inayokuja na inaendelea kuja. Kwa mfano nikizungumzia katika njia namba 7, tunazungumzia njia ambayo mpya inayotengenezwa ilianza Mazizini mpaka Fumba. Tunashukuru Mungu sasa hivi kwa sababu ni njia ambazo hazijamaliza, lakini zinaonesha mvutio mkubwa. Endapo ukimaliza sio itakuwaje? Chakula sasa hivi barabara imekuwa nzuri, alafu foleni zitakuwa hazina changamoto ya foleni tena. Cha pili, hata kama leo kuna magari yao ambao wanaona tabu kuwaleta njia namba 7, basi atakuja kwa kasi kwa sababu njia ni nzuri na inashawishi ulete. Na pia ongezeko la biashara itazidi kuongezeka kwa sababu njia huzalisha biashara, na hata vijana wengi tajiajiri kupitia njia hizi. Cha pili, mwanzo ilikuwa njia ni moja, changamoto tunakuta magari yanataka kuingia mengi, wakazi wanaongezeka kila siku, magari kidogo, njia kidogo. Lakini alhamdulillah Rais wetu kalisikia hilo na akaamua kutuonesha njia, sababu kila kitu ni njia bwana. Bila njia huwezi kufanya mafanikio yote. Pia sasa hivi ukuta njia mashimo, sasa hivi 90% mpaka sasa hivi mashimo yamepotea. Sasa yamepotea, kwa hiyo mtu gari yake anatia bila shaka na yote. Cha pili, pia na imani kwamba njia ikiisha salama, pia ajali za ovyo ovyo zitakatika kwa sababu njia inatosha, unaweza kujinafasi mwenyewe fanye vipi. Na pia na imani kubwa usafiri pia utakuwa utazidishwa mwingine, kama kuna magari 100 atazidi 150, na pia yatusaidia sana fanya biashara kufika kwa wakati town, kuweka bidhaa zetu kuliko zamani kwa mtu unatoka Kombeni mpaka ufike town na take time. Lakini na imani kwamba njia ikimalizwa basi bidhaa zitafika kwa wakati masokoni na mengine yataendelea. Kikubwa tunashukuru Mwenyezi Mungu tukiwa kama vijana wafanya biashara, bodaboda, yote ni biashara. Tunashukuru Mwenyezi Mungu na azidi kumwombea dua rais wetu, azidi kutoa mafanikio zaidi ya haya aliyotuonesha. Kwanza Dr. Mwinyi rais wa kuigwa, kwa sababu hata tukiangalia background hatuwezi kuwapona marais wengine, lakini hakuna hata mmoja aliyofikia kitu alichokifanya yeye. Mimi na imani kwamba yeye kaibadilisha Zanzibar kuanzia chini mpaka juu mpaka tulipofika sasa hivi. Kwa mfano, mtu ambaye hajaja Zanzibar ndani ya miaka 5 mpaka miaka 10, akija sasa hivi atashangaa kuona haya mabadiliko. Mwingine akiwa
nini anaweza kupotea. Mfano mfumo nazungumzia Kwerekwe pale. Akija mtu Kwerekwe atapotea. Ukiacha Kwerekwe, Jang'ombe ya sasa hivi sio Jang'ombe ya zamani. Sasa hivi hata kama Honda yako haina taa, Jang'ombe unaburuza fresh, maisha yanaendelea. Kwa hiyo hatuna cha kumlipa, ila Mungu atamlipa kwa alichokutufanyia. Ndio katika maisha hutokubalika na watu wote. Na imani kwamba hata ukionyesha sura kwamba humkubali, lakini baadhi za wewe ukikaa sehemu nafsi yako inajisuta mwenyewe kwamba lakini jamaa akafanya. Kikubwa mimi namshauri aendelee kufanya. Mwisho wa siku kwamba maendeleo ndio yatasuta ambao wasamini maendeleo. Chama cha Mapinduzi. Bila shaka umejionea mwenyewe namna wananchi walivyokuwa na shauku na haiba kwa maendeleo makubwa ambayo ameyafanya Dr. Mwinyi. Nafikiri umewasikia wananchi namna walivyokuwa wakizungumza. Moja kati ya vitu ambavyo walivyozungumza, wamesema kupitia mradi wa barabara hii inakwenda kufungua milango mipana ya maendeleo katika kisiwa hichi cha Zanzibar. Wananchi wa maeneo haya wamefurahishwa sana na wamempongeza Mheshimiwa Rais kwa kazi nzuri ambayo ameifanya kuhakikisha kuwa Zanzibar inakuwa miongoni mwa nchi ambazo zimekuwa na zimeendelea zaidi katika maendeleo. Kipindi kutoka Kisiwa Ndui, endelea kuwa nasi kwa kipindi kinachofuata. Jina langu Othmani Ali, nyuma ya kamera ni Ahmedi Ibrahim. Lakini pia kama bado hujasubscribe channel yetu, ni kuombe usubscribe ili uwe wa kwanza kupata kila taarifa mpya. Chama cha Mapinduzi, nchi ingekuwa wapi? Bila Chama cha Mapinduzi, nchi ingekuwa wapi? Bila Chama cha Mapinduzi, nchi yetu ingekuwa wapi? Bila Chama cha Mapinduzi,